kwenye hivi vilabu. Mimi nakwambia Yanga na Simba sio kukosa viwanja mpaka leo kwa matajiri tulionao nchini. Matajiri wengi wanaogopa kuweka mzigo kwa sababu anaweza kujengea uwanja leo, kesho akaamka mtu kamkumbe kala miogo yake huko Tandika mikoroshini, akamwambia tajiri, wewe una hela, wewe maskini, na huo uwanja wako kama vipi, chukua tuachie eneo letu. Yaani mtu akatamka maneno mabaya kibao. Ndio maana matajiri wengi wamepita katika hivi vilabu, hawajajenga viwanja, hawajaweka facility nyingi sawa sawa. Mimi nikwambie kitu kimoja, sisi wana Yanga tumshukuru sana Mwenyezi Mungu kumpata mtu mwenye moyo, mwenye hekima, mwenye nia ya dhati na Yanga Afrika. Yaani mimi hapa kama kuna mshabiki wa Yanga anaweza akafanya ibada ya hata sunna tu kwa ajili ya kumswalia, kumwombea dua kiongozi wetu Ghalib Said Mohamed. Yaani tufanye dua tu ya pamoja. Yaani kila mwana Yanga alipo amuombee sana yule baba Ghalib Said Mohamed, amuombee dua. Kila mtu anayeweza kufanya dua afanye dua yake. Kupata uthubutu wa kuomba hata kibali cha kujenga uwanja ndani ya Yanga Afrika. Kupata uthubutu wa kuihudumia klabu yetu. Hawa watu ambao wanadhiaki sasa hivi wanaweza wakavunja moyo hata wa bwana mkubwa Ghalib. Kwa sababu kama wale wanaonekana wanamdhiaki tajiri ambaye kwa miaka takriban 10, 20, mimi naweza ngasema hata miaka 40. Yaani ukizungumzia neno Deuji ndani ya Simba Sports, embo anzia tangu miaka ya 90 huko tu. Ndicho. Anzia rudi nyuma. Leo hii anakuja anachafuliwa, anatukanwa. Mimi kwangu nimeona viaka namna ile. Kama kuna mwana Yanga anaweza akaja akafanya tukio la namna hilo siku moja, anatakiwa uawe. Yaani nakwambia ukweli, sisi sasa hivi tunatakiwa tufanye dua nyingi, tufanye sala kumwombea Ghalib Said Mohamed asitokee mtu wa Yanga yoyote akafanya tukio la ovyo kama lile. Haya, leo wewe unasema matatizo ya Simba anasababisha Mo ambaye ndo anafanya usajili, Mo ambaye ndo anatoa fedha zake, no return. Mo ni wakutukanwa. Tena kwenye peji ukiangalia wale watu wanatokana, nyuma wadhamini wote wa klabu wapo wamefadhili lile tukio.